Matukio mengi yamekuwa ya wanaume kufia ndani, na hichi kinatupa wasiwasi. Basi na wengi unakuta kufia ndani unakuta wako wenyewe, ndio kitu kinatupa wasiwasi. Vijana wasiogope kuoa, wasiogope majukumu, na wakiona wanashindwa wanaomba msaada, wanaelekezwa namna ya kuishi kwenye ndoa zao, kufanya kazi. Kijana wanaogopa kufanya kazi, vijana wafanye kazi. Sana wanasema ni sukari na vidonda vya tumbo. Yuko mtu alikuwa naye yuko chumba pale, maana kwamba ametoa maelezo sahihi. Tukaona kuliko kusumbua mwili, ni heri tutafute kwamba mwili utapelekwaje mochwari. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni katika mtaa wa Lolovono, kata Sokoni 1, jijini Arusha. Ni siku moja tu imepita baada ya kuripoti tukio la kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Mohamed. Yeye alifariki ndani kwake, sababu ikielezwa kwamba ilikuwa ni ulevi. Ilikuwa ni siku ya jana Jumapili, lakini tena leo ni siku ya tarehe 2 katika mtaa huu wa Lolovono. Kuna kijana mwingine ambaye yeye ni dereva wa magari haya mafuso ya kusafirisha mizigo kutoka hapa Arusha kwenda Dar es Salaam. Amekutwa amefariki ndani kwake, lakini sababu ya yeye kufa ni kwamba, kwa mujibu wa jirani yake, anasema kwamba kijana huyu alikuwa anaumwa, ni mgonjwa, na mara nyingi alikuwa anaishi peke yake. Kwa hiyo anamwambia jirani kwamba hatafunga mlango, kwa hiyo ukifika muda wa dawa ingalau aje ampe dawa. Lakini leo alipokuja asubuhi kwa ajili ya kumpa tena dawa, akakuta tayari amefariki dunia. Lakini wengi wametoa ushauri, hasa kwa wale ambao wanaishi peke yao, hiyo mwanamke au mwanaume. Maisha haya yamekuwa ni hatari zaidi, hasa pale ambapo mtu unakutana na nyakati ngumu. Unaweza ukazidiwa kiugonjwa ama tatizo lolote. Usipokuwa na mtu wa karibu, wakati mwingine inaweza ikawa ni tatizo hili. Tuangalie mtu alikuwa katika hali gani. Lakini tumekuta marehemu alikuwa anatumia dawa, anaumwa, na kuna mtu ambaye alikuwa anamhudumia. Kwa hiyo maana kwamba hajafia ndani mwenyewe. Baada yule kuja ndio saa hiyo sasa mwenzake anafanyaje? Anafuata. Sasa kuna familia. Tumeona hii ni kifo cha kawaida. Mtu anafia hospitalini, anafia nyumbani. Lakini ingekuwa ni ya kuvunja mlango, maana kwamba lazima tungeita polisi. Unajua nayo polisi tunawapa kazi mingi sana, ambayo kwamba nao wanatugombeza sisi viongozi. Kwamba kuna vifo mara hizi, mara mbili. Kuna kifo cha mashaka na kuna kifo ambacho mtu anaumwa akafariki. Sasa polisi sisi tunakuja kufanya nini? Kwa hiyo huyu amefariki kawaida, kwa sababu yuko mtu alikuwa naye yuko chumba pale, maana kwamba ametoa maelezo sahihi. Tukaona kuliko kusumbua mwili, ni heri tutafute kwamba mwili utapelekwaje mochwari. Nikasema nisiishie huko ndani, lazima niwaambie na wananchi walioko hapa, maana nyinyi ndio majirani na nyinyi ndio mnafahamu kwamba nini kinachoendelea. Kwa hiyo ndio nimesema nitoe taarifa, maana kwamba ili tuondokane na ile hisia na ile kusema, kwa sababu huyu kijana alikuwa anaumwa na amehudumiwa. Bahati nzuri shangazi yake yuko hapa. Kwa hiyo tulivyozungumza tukaona kwamba haina sababu, kwa sababu sio imevunjwa mlango. Mtu alihudumia alimwambia usifunge mlango ili na mimi ninavyokuja kupa dawa niweze kupa. Na ikawa hivyo. Kwa hiyo huyo amekuja kuhudumia ndio akatafuta ndugu. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba kwamba ni kifo cha kawaida, haina mashaka. Mimi hapa jirani yangu, mimi naishi hapa nyumba ya pili na yeye anaishi hapa. Juzi usiku nimetoka kazini, akanipigia simu akaniambia anaumwa sana. Nikaja hapa hivi nikamuuliza unaumwa na nini? Akaniambia tumbo linamuuma, nimletee Diclofenac. Nikamwambia sasa Diclofenac za kusaidia tumbo. Tukaenda duka la dawa, nikamwambia ngoja nikupigie simu ongea na nesi. Akaongea na nesi. Alipoongea na nesi akamwambia ni vidonda vya tumbo. Baada ya vidonda vya tumbo anatapika sana, akapona dawa utapika. Nikamletea hapa, akameza dawa, nikamletea na chipsi akala. Mwisho wa siku asubuhi tena nimelala, naamka ananiambia kwamba amezidiwa. Kaja hapa asubuhi, kampeleka zahanati ya Sompetini hapo. Peleka zahanati ya Sompetini hapo, amepewa matibabu. Lakini baada kupigia ndugu zake watume msaada hela nini, hamna alituma chochote mpaka jioni. Fika jioni mimi nikamwambia mimi ndugu yenu kama vipi nitamwacha huko hospitali. Mwisho wa siku ndo akatuma hela. Walipotuma hela tukamrudisha nyumbani. Male zahanati pale hawalazagi wagonjwa, wanafunga. Mrudisha nyumbani hapa, akaja usiku. Tukaja hapa na marafiki zangu tukamwangalia, tukamkuta anakula. Msimamia akala, akamaliza, akameza dawa, tukaondoka tukaenda kulala. Asubuhi
mama mkubwa wake akanipigia simu saa 11 leo asubuhi. Akaniambia, vipi ndugu yako anaendeleaje? Nikamwambia mimi sijaamka bado. Kwa hiyo niamke nikamwangalie. Nilipoamka nikaja hapa nikawa namtingisha yani haitiki. Namuita haitiki. Akasema sasa ngoja nimpigie mama mkubwa wake. Nikampigia mama mkubwa wake hapa nikamwambia, hali inaendelea hapa mimi sielewi kwa sababu sielewi chochote. Hebu njoo na wewe muangalie kwamba imekuaje. Basi nikamsubiria mama mkubwa wake mpaka amefika hapa. Alipofika hapo akamwangalia naye akasema hapa hamna kinachoendelea. Huyu jamaa haishi na mtu yote wala sijawahi kumuonaga na mtu yote hapa. Anashiki tu mwenyewe anakujaga hapa hivi akitoka safari zake, maana anafanya kazi anaendesha gari kubwa. Akija anakaa hapa hivi. Anatulia na mimi naendesha gari kubwa, sisi tumejuliana huko juu. Tukija ndio hivyo tunakutana hapa. Basi. Huyu anasema ni mwenyeji wa Sanya huko juu. Labda kiundani zaidi ungemuuliza huyu mkubwa wake ndio akitupa maelezo kwamba jamaa anakaa wapi, kwao ni wapi, hivyo angekueleza vizuri. Mimi kwa taarifa nilizozipokea jana jioni, baba yake alinipigia simu akaniambia amelazwa hospitali. Nikamwambia ni hospitali gani? Akasema sifahamu. Nikamwambia fanya utaratibu kwa huyo aliyetoa taarifa ili tuweze kupata namba zake za simu. Baada ya kupata taarifa, namba za simu nilizipata jioni jana saa 11. Nikamwambia nitaamka asubuhi ili niwahi hospitali aliyelazwa niende nikamuone. Nipe namba za huyo aliyekwambia kwamba ni mgonjwa. Akanipa namba za huyu kijana. Saa 11 asubuhi nikafanya mawasiliano na huyu kijana ili kuweza kujiandaa kwenda hospitali kumuona. Baada ya kufanya mawasiliano naye akaniambia kwamba aliruhusiwa. Nikamwambia basi utanielekeza nyumbani anakoishi. Akaniambia sawa. Nikaja akanielekeza mpaka hapa. Kwa hiyo nilipofika hapa hali niliyoikuta ndio hiyo. Kijana anaitwa Salvastori Marki Kileo. Tunatoka Sanya Juu. Taarifa hizo za kuishi mwenyewe, mara ya kwanza alisema ameoa. Na kuoa kwake sisi tunajua kwamba bado yuko na mke, kumbe hayupo na mke. Napofika hapa ndo napata taarifa kwamba alishaachana na mke. Kwa hiyo hata kuumwa kwake sisi tumekuja kujua kwenye hali ya umautiuti hatujui. Na hata hapa anapokaa nilikuwa sipafahamu. Sana wanasema ni sukari na vidonda vya tumbo. Jina langu naitwa Jeni Mushi, ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Lolovono na ni balozi wa eneo hili. Mida ya saa 4 kama na kwenye saa 3 tumepigwa simu. Tukiwa kwenye tukio lingine kwamba kuna mwananchi amefia ndani. Kwa hiyo tulichokifanya sisi ni kuwahi eneo la tukio, kutaka kujua ni nini kimetokea. Bahati nzuri tumefika, ni kweli tumekuta wananchi kwa ushirikiano wao wamekaa kwa ajili ya kutusubiri na wakisubiri ili tuangalie ni nini kimesababisha kifo cha mwananchi wetu. Tulichokikuta, tumemkuta mtu ambaye alikuwa anamsaidia. Maelezo yake tumejiridhisha, amesema alikuwa anaumwa na amempa msaada mkubwa, na kwa sababu sasa imeonekana kwamba huyu kijana anaishi mwenyewe, haishi na mwanamke. Kwa hiyo ule msaada aliokuwa unaupata ni msaada ambao sio msaada rasmi, ni msaada ambao ni yani kama wa nusu. Kwa hiyo kilichosababisha kijana akasema kwamba aliondoka usiku saa 4 akamwacha ndani kwamba ili asubuhi arudi kuja kumsaidia tena. Alivyorudi asubuhi ndo akakuta hayupo. Lakini kwa sababu ya taratibu sasa kinachotupa ugumu sisi ni ingekuwa rahisi kama kungekuwa na mtu ndani. Ndio maana ikaonekana kama ni kifo cha utata. Lakini kwa maelezo tumejiridhisha sio kifo cha utata, ni mtu alikuwa anaumwa. Kwa maana hiyo mimi ushauri wangu kwa wananchi na jamii yetu, watu wasiishi ndani wenyewe. Hili ni tatizo ambalo linatokea. Inawezekana angepata msaada wa haraka angepona, lakini ninaomba tusiishi ndani wenyewe, na haswa vijana wetu tunawasa, ukiwa na umri wa kuoa, oa, ukioa utakuwa baba mzuri, utahudumiwa, hatutakuwa na majanga kama haya ambao unaweza kufia ndani ambapo ilikuwa sio lazima. Kuna vifo vingine sio vya lazima. Angepata ile huduma ya kwanza ingemsaidia. Kwa hiyo ushauri wangu, mtaa wangu, ninawaasa vijana ambao wana umri wa kuoa waoe. Sisi wamama tupo, wababa tupo, tutawaongoza ili tuepukane na vitu kama hivi. Matukio mengi yamekuwa ya wanaume kufia ndani, na hichi kinatupa wasiwasi. Basi na wengi unakuta kufia ndani unakuta wako wenyewe, ndio kitu kinatupa wasiwasi. Vijana wasiogope kuoa, wasiogope majukumu.
na wakiona wanashindwa, wanaomba msaada, wanaelekezwa namna ya kuishi kwenye ndoa zao, kufanya kazi. Kijana wanaogopa kufanya kazi. Vijana wafanye kazi, hawezi kuzuia kifo, lakini ule msaada wa haraka, ile First ID ndio inaweza kusaidia wewe usikutane na mambo makubwa kama hayo. Kwa sababu kijana kama alikuwa ule uwezo wa kupiga simu kuomba msaada nje, lakini mtu akiwa ndani ni rahisi. Wale tu vijana wajaribu kutafuta wasaidizi. Unapotokea umezidiwa, hata kama ukiwa ndani uweze kupata msaada wa haraka sana. Wanaume wanakufa kwa sababu wanaume katika mazingira ya utafutaji. Mpata sifahamu kwa sababu ni jirani yangu, lakini sijawahi kumzingatia sana kwa sababu unakali mtu kusafiri mara kwa mara. Kwa hiyo sijamzingatia sana. Nafikia kwa peke yake. Sababu angekuwa na msaidizi hapo, taarifa zingeenea toka mapema. Alivyozidiwa na hiyo homa, msaidizi angesema. Jamaa alikuwa peke yake. Angekuwa kwa wawili, mwizi angetoa taarifa mapema kabla hajazidiwa. Ni waoga tu wa maisha. Ni woga wa maisha. Hamna shida yoyote. Ni woga tu wa maisha. Kuna shauri vijana waoe ili wawe na wasaidizi mapema. Ukizidiwa unapata msaada. Changamoto zipo, hata kama hujaoa changamoto zipo. Wewe changamoto zipo. Kwa changamoto haziepukiki. Kutokuoa sio kwamba changamoto zinaisha. Changamoto zitabaki pale pale. Kafiana, lakini kuna msaada utaupata. Mfano kilichotokea hapa ni mpaka mtu amekuja toka upande wa pili kaja gonga mlango ndo akajua kama kuna mtu kafia ndani. Na maana anakuwa na msaidizi hapo. Wewe taarifa zingefika mapema, labda angeishwa hata hospitalini. Na pia mazingira mwenyewe umeyaona kwamba yanahitaji lazima vijana wawe mapema wapate wasaidizi. Jina naitwa Hilary Tarimo. Wale fariki anaitwa Salvatore, sawa, ni rafiki yangu, nilikuwa nafanya naye kazi sehemu moja, si ndio? Japo nilikuwa nafanya naye kazi kidogo, alikuwa kidogo anaumwa. Sawa? Kwa sababu alikuwa ni dereva. Alikuwa akiendesha gari kidogo, nataka kufika sehemu akapaki. Akasema kwamba basi nisijisikii vibaya, tunapaki gari, anapumzika. Akikucha asubuhi akishasikia nomo ndo anaondoka. Sawa? Alikuwa ni mgonjwa, alikuwa anaumwa kwa kifupi. Taarifa kamili ndio hiyo, hamna taarifa nyingine. Ndio. Mimi nilikuwa nafanya naye kazi, hata nyumbani kwake nilikuwa sipajui. Leo baada ya kupata taarifa za msiba ndo nimefika hapa saa 1 asubuhi. Sana ni sukari, chembe ya moyo, ndo na pressure kupanda kushuka. Yeye alikuwa ni driver wa mafuso. Kuendesha gari kutoka from Arusha to Dar es Salaam to Arusha.